sikufurahishwa na kauli ya huyo mwanasiasa wa chama cha upinzani kusema kwamba nchi yetu imekosa mwelekeo. Mheshimiwa Rais Samia ni muungwana. Ametoa uhuru kwa vyama vya siasa. Ametoa uhuru wa mikutano. Ametoa uhuru wa kukosoa na kujadiliana kama taifa. Amewaruhusu Chadema kufanya kila kitu anachojisikia kufanya. Mheshimiwa Rais wetu. Na nyinyi lazima pia mkubali na muappreciate utu, hekima na busara za Mheshimiwa Rais wetu. Kwa tabia hizi vyama vinapewa nafasi ya kuzungumza. Vyama hivyo hivyo vinaenda kumtukana rais. Hivi inaingia akilini kweli? Chukulia ningekuwa mimi ndio kiongozi. Nimekupa uhuru wa kuzungumza. Alafu uhuru unatumia vibaya, unaniataki mimi personal kama kiongozi mkuu wa nchi. Sikuachi. Huo ndio ukweli. Sikuachi. Kuna kiongozi mmoja alitamka ya kwamba nchi imekosa mwelekeo. Ni kitendo ambacho sijakielewa. Kiongozi mkubwa kama huyo wa chama cha siasa anazungumza kwamba nchi imekosa mwelekeo wakati yeye mwenyewe anazunguka Tanzania nzima. Anatoka mkoa wa Mara kwa lami, anafika Dodoma kwa lami, anakwenda Dar es Salaam kwa lami, anakwenda Mbeya kwa lami, na wanafanya mamikutano yao yote, hakuna mtu anayewagusa. Unasemaje kwamba nchi imekosa mwelekeo wakati una uhuru wa namna hiyo? Nchi ikiwa kwenye mwelekeo mzuri, ndio maana unakuta wanafanya mikutano ya siasa, vyama vya siasa, wanaandamana vyama vya siasa, wanatoa maoni yao vyama vya siasa, halafu wewe unasema nchi haina mwelekeo. Nchi gani? Nchi isiyokuwa na mwelekeo hauwezi kupata nafasi ya kusafiri kutoka Mara mpaka Mbeya, mpaka Rukwa, mpaka Njombe. Unazunguka nchi nzima, halafu unasema kwamba nchi imekosa mwelekeo. Ni kauli ambayo nadhani baadhi ya wanasiasa lazima pia watafakari, kwa sababu nchi yetu ina mwelekeo mzuri sana. Mimi ninachowashauri hawa viongozi wa vyama vya siasa wajaribu kuangalia namna ya kufikisha ujumbe kwa wananchi. Kupewa nafasi ya kufanya mikutano ya hadhara na maandamano yao haimaanishi kwamba upindishe ukweli. Ukweli unabaki pale pale, maendeleo yapo, kwa sababu ukiangalia Tanzania wakati wa Mwalimu Nyerere, ukija wakati wa Mwinyi, Mkapa, Kikwete, Magufuli na sasa Samia, kuna hatua kubwa sana zimefikiwa. Kwa hiyo wanapokuwa wanazunguka, ndugu wananchi wenzangu, wanakuja kuambia kwamba serikali haijafanya kitu, na nyinyi pia lazima muangalie, na lazima mtafakari, na lazima mtazame. Hawa wanasema kwamba hakuna kilichofanyika, lakini kitendo tu cha kuruhusiwa pia kufanya mikutano bila kubugudhiwa, hiyo ni achievement kubwa sana katika nchi. Kwa sababu kwenye nchi za Kiafrika hizi mtu anaweza kutoa amri tu kwamba msifanye chochote na mwezi kufanya chochote. Kwa hiyo mtu anapokuambia kwamba fanya mikutano, andamana, fanya kila kitu, nadhani kwamba ni mambo ambayo wenzetu wa vyama vya upinzani wanapaswa pia kuappreciate. Haiwezekani ukaizungumzia Tanzania miaka 63 kwamba haijafanya chochote wakati uhalisia unaonekana. Alafu Marekani ambayo imetumia miaka zaidi ya 300 kupata mafanikio. Maendeleo ambayo mnayaona Marekani au katika nchi za wenzetu ni zaidi ya miaka 300. Tanzania ni miaka 63. Unawezaje kusema kwamba hakuna mafanikio wakati mtandao wa lami tu Tanzania sasa hivi karibu kila mkoa unafikika kwa lami? Kwa hiyo mimi nadhani wapinzani wa Tanzania wenzangu pia mwe mnawatafakari namna ambavyo wanafikisha ujumbe kwenu. Tunajaribu kuwajibu kwa hoja, kwa sababu na wao pia wanatoa kwa hoja, lakini wakati mwingine kauli zao sio nzuri. Huwezi kusema nchi imekosa mwelekeo. Mimi nawashauri sisi kwa nia njema sana, huu sio wakati wa kukaa kimya. Wakati wapinzani wanazunguka katika nchi yetu, CCM na wenyewe wanatakiwa wazunguke, au wawaache wapinzani wapite. Wakimaliza wapinzani na CCM wapite wakiwa na ilani na kuwaeleza wananchi
CCM imefanya nini kuanzia utawala wa Mwalimu Nyerere mpaka utawala wa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan? Mnawaeleza watu, lakini mkiwaacha watu waseme kwamba nchi haina mwelekeo na mkakaa kimya, wananchi wanaamini. Kwa sababu wakati mwingine wako ambao wanaamka asubuhi hajapata kifungua kinywa, anaamini. Sasa mjachukua tu nchi mnaanza kupigana mangumi namna hiyo. Hivi mkichukua nchi si mtatunyonga? Kama tu mjachukua nchi mnapigana mangumi hivyo. Mkichukua nchi mtasema tafuta yule jamaa yule. Nyonga, 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 nyonga. Yaani mtakuwa wanyongaji. Sijataja chama wala mtu. Kwa taarifa ambazo zipo kutoka ndani ya hicho chama, sina sababu ya kukitaja. Yeye ndiye aliyemwagiza huyo bouncer siko mando kwenda kumtandika ngumi yule dada. Na mimi nitumie nafasi hii kwa mara nyingine tena niwaombe Watanzania wenzangu, wanawake wote wa Tanzania, mnatakiwa mtoe matamko ya kulaani kipigo hicho cha Sagrada Mligo. Chama cha waandishi wa habari wanawake, toweni tamko. Chama UWT, yani Bawacha, Chadema, toweni tamko kulaani kipigo hicho. ACT, toweni tamko kulaani tukio hilo. CCM, toweni tamko kulaani tukio hilo. Kwa sababu ni mwanamke yule, na wanawake sisi kazi yetu ni kuwalinda.